Shalom, shalom mtu wa Mungu unayenisikiliza na kusalimu katika jina la Bwana. Na napenda kukukaribisha tena kwenye kipindi chetu cha maombi cha siku ya leo. Ndugu msikilizaji, leo ni siku yetu ya maombi. Kila siku ya Alhamis tunakutana mahali hapa kwa ajili ya kuomba. Na siku ya leo mtu wa Mungu tunaombea maombi yetu 12 na malengo ambayo tunatamani kuona Mungu anatusaidia nayo. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza kusikia sauti hii mtu wa Mungu, andika maombi yako 12, maombi na mahitaji yako ambayo unatamani kuona ndani ya mwaka huu mkono wa Mungu unakugusa na kukujibu. Vitu ambavyo vinakusumbua mtu wa Mungu, unatamani kuona Mungu na vijibu haraka, andika kwenye karatasi yako ya maombi. Lakini pia kama unamuombea mzazi wako, muandikie naye maombi yake 12. Labda haya ni maombi ya baba kutokana na mahitaji alionayo, muandikie. Haya ni maombi ya mama kutokana na mahitaji alionayo, muandikie. Mzazi unayenisikiliza, una mtoto yuko shule, muandikie maombi yake 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama ukuandika basi andika. Lakini wewe ambaye ndio unaombea familia yako, unajua una wadogo zako, unajua una ndugu zako ambao wenyewe hawaombi kama wewe unavyoomba. Kwa hiyo waandikie maombi yao 12 ili Mungu uone anavyojibu. Na kwa nini tunaandika? Utapiga picha na utatuma ili uweze kufuatilia, ujue kwamba katika maombi yangu 12 ambao nilimuomba Mungu, basi ameshanijibu haya, lakini haya bado hajanijibu. Kwa hiyo niendelee kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nikushukuru wewe ambaye tulianza pamoja tangu mwezi wa kwanza ulipokuwa unaanza na uliweza kuandika maombi yako. Tumeona baadhi ya shuhuda, watu wamejibiwa maombi yao. Kuna mwingine amejibiwa ombi lake la kwanza, kuna mwingine amejibiwa ombi lake la pili, kuna mwingine amejibiwa maombi yake 3, wengine wamejibiwa maombi yao 4. Mungu anaendelea kufanya. Lakini kuna mwingine unasema tangu nimeanza kuomba Mungu hajanijibu. Ndio maana leo tuko hapa tunaomba tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku hii ni siku ya kuhakikisha mahitaji yetu ambayo tunatamani kuona yanajibiwa, tunaomba. Mtu unaweza ukajiona una mahitaji, lakini unamuomba Mungu mara moja unakata tamaa, au unamuomba Mungu mara 2 unakata tamaa. Mwingine unasema nimemuomba Mungu sana, nimechoka, sitaki kuomba tena. Hapana mtu wa Mungu, usichoke. Ndio maana siku hii ya leo wewe utashika maombi yako 12, utashika na malengo ulionayo, na mimi nitashika maombi yangu 12, nitashika na malengo nilionayo. Lakini kuna watu pia wametutumia maombi yao, yote tunayo hapa tukiwa tunaomba wote kwa pamoja, tunayaekea mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutadumu kwenye kuomba, tutadumu kwenye kumkumbusha Mungu, tutadumu kwenye kutia bidii kwenye kuomba, kwenye kutafuta, kwenye kubisha mbele zake mpaka tutakapoona malango ya majibu yetu yanajibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana mtu wa Mungu. Lakini pia kabla sijaendelea mbele, ninaomba nikushukuru wewe ambaye umetutumia shuhuda. Asante sana na Mungu akubariki. Shuhuda tunapoziona zinatutia moyo, zinatufariji. Tunajua hiki tunachokifanya Mungu anasikia na kujibu. Kwa hiyo wewe ubarikiwe. Na wengine wanatupigia simu, wanatueleza shuhuda, matendo makuu ambayo Mungu anawafanyia. Wote kwa pamoja Mungu awabariki. Lakini wewe ambaye pia Mungu amekujibu, bado hujatuandikia, basi utakapopata nafasi tuandikie na uweze kushia pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kabla sijaendelea mbele kwenye maombi yetu ya siku ya leo, naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu wetu. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, na asante kwa ajili ya siku ya leo. Mungu, tunapoingia kwenye maombi yetu, Baba, ninaomba wewe ukaombe pamoja nasi. Roho Mtakatifu ukatumie vinywa vyetu, lakini wewe ukaombe pamoja na watoto wako. Ukatumie vinywa vyetu kama chombo, wewe ukaseme badala ya sisi, katika jina la Yesu Kristo. Na nyunyiza damu yako kwa kila mtu ambaye Mungu anaomba sasa hivi. Na nyunyiza damu yako kwa kila mtu Baba ambaye ataendelea kuomba. Damu yako ikatufunike wote. Damu yako ikatupe kibali mbele zako. Damu yako ikatusogeze pamoja na wewe, na ukaweze kujibu maombi yetu yote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu. Siku ya leo kwenye maombi yetu 12 tunaenda kusimama na kichwa cha somo kinachosema
omba kufanikiwa na kuongezeka kwenye maombi yako 12 na malengo ulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Omba kufanikiwa na kuongezeka kwenye maombi yako 12 na malengo ulionayo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, leo kwenye maombi yetu 12 pamoja na malengo ambayo tunayo, tunaenda kumwomba Mungu atufanikishe, tunaenda kumwomba Mungu atuongeze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pia kama ni mara yako ya kwanza ukupata nafasi ya kuombea maombi yako 12, rudi kwenye maombi ambayo tumeyafanya. Utaona kwenye maombi 12 tulishaombea kwa habari ya roho ya ucheleweshaji. Tulishaombea Mungu ajibu maombi yetu. Tulishaombea tukapita huko. Kwa hiyo mtu wa Mungu, uwe na kawaida hiyo, unashika maombi yako, unarudi kwenye hizi clip za maombi, unaomba, unamkumbusha tena, unadumu kwenye kuomba, unatamka tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapita kwenye ombi lako la kwanza, ombi lako la pili, ombi lako la tatu. Wakati mwingine pata muda wa kulitaja ya kwamba Mungu, ombi langu la kwanza nimeandika uondoe unyonge ndani yangu. Leo ninakukumbusha Mungu, bado nina unyonge, nisaidie. Unamwambia Mungu, ombi langu la pili ambalo nimeliandika uondoe umaskini. Leo nimerudi tena Mungu, ninaomba uondoe umaskini. Bwana Yesu asifiwe sana mtu wa Mungu. Wengine wanasumbuliwa na magonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unarudi, unamwambia Mungu, hili gonjwa ni kubwa. Ripoti ya madaktari inasema haiwezekani, au nimetumia dawa nyingi sioni mabadiliko. Narudi mbele zako Mungu, ninaomba uniponye. Bwana Yesu asifiwe sana mtu wa Mungu. Unaomba sawa sawa na neno. Tunarudi, tunamkumbusha yeye, tunamtwika yeye fadhaa zetu tulizo nazo, tunamtwika yeye Mungu mizigo yetu tulio nayo. Kwa sababu gani? Yeye Mungu ndio anajishughulisha sana na mambo yetu kuliko mtu mwingine. Yeye ndio Mungu anayejishughulisha sana na mahitaji yetu kuliko mtu mwingine. Mtu wa Mungu, ukimwomba mwanadamu anaweza kuchoka. Ukimwomba mwanadamu anaweza baadaye kuja kukusema ya kwamba aliniomba mimi ndo nilimpa, mimi ndo nilifanya hivi. Majibu ya wanadamu yamejawa lawama mno. Lakini ukimwomba Mungu utapata utele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimwomba Mungu akikujibu utapata utoshelevu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi, uniombe tuojiane, eleza mambo yako nipate kukupa haki yako. Yeye Mungu ameturuhusu, mtu wa Mungu, ametupa nafasi ya sisi kumwomba yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ya sisi tuojiane naye, ya sisi tumkumbushe, tuelezee mambo yetu, Mungu aweze kutupa nini? Haki yetu. Ndio maana Alhamisi iliyopita tuliomba tena, Alhamisi tunamwomba tena. Bwana Yesu, tumerudi tena watoto wako, tumerudi na maombi yetu 12. Wiki iliyopita Mungu ukutujibu, tunakukumbusha tena leo. Au wiki iliyopita ulijibu moja, Mungu bado yamebaki 11. Wewe umesema tukuombe wewe, wewe umesema tukukumbushe wewe, wewe umesema tuojiane na wewe, tuelezee mambo yetu, utupe haki yetu. Mungu, ninaomba haki ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba haki ya mafanikio. Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu. Hivi ndivyo tutafanya, hivi ndivyo tutakavyokuwa tunaomba. Haya maombi tunatamani kuona mwaka ukiwa unaisha, tuone Mungu amekujibu. Ni furaha yangu mimi Melebi, mtumishi wa Mungu, kuona kila mtu ambaye niliomba pamoja naye Mungu alimjibu. Bwana Yesu asifiwe. Una changamoto gani? Unahitaji kodi, nani mwenye nyumba amekwambia atakufukuza, huna hiyo hela, nenda mbele za Mungu, muombe Mungu. Mtu wa Mungu, muombe Mungu, mtu wa Mungu, tukamkumbushe. Ndio maana wote sisi hatuna cha kukupa, hatuna fedha, hatuna dhahabu, lakini hichi tulicho nacho ndicho tunachokupa. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu jibu maombi yetu. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu fanikisha maombi yetu. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu tuinue, tuwezeshe, tusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana mtu wa Mungu. Kwa hiyo hivi ndivyo tutakavyofanya, hivi ndivyo tutakavyoomba mtu wa Mungu wakati wote. Bwana Yesu asifiwe sana mtu wa Mungu. Kwa hiyo muda huu tunapoingia kwenye kuomba kwa habari ya kuongezeka na kwa habari ya kufanikiwa,
kwenye maombi yetu 12. Mtu wa Mungu, shika maombi yako 12, yasogeze hapo. Shika malengo, mtu wa Mungu. Tulisema malengo ni maono ulionayo, ni mipango yako ulionayo. Nini wewe mwenyewe unataka kuona unakitimiza ndani ya huu mwaka? Nini unataka kuona wewe umekiachieve ndani ya huu mwaka? Malengo ambayo umeweka ya kwamba ndani ya huu mwaka nataka Mungu anisaidie nifungue duka. Kwa hiyo unaanza na biashara, unaenda kufungua hilo duka. Ndani ya huu mwaka nataka nianze ujenzi, unaanza kumwaga hata matofali 10, mtu wa Mungu. Ndani ya huu mwaka natamani kuona Mungu ananisaidia, naweza kujisimamia. Unaanza kufanya vile vitu, mtu wa Mungu. Hayo ni malengo ulionayo. Na neno la Mungu linasema hivi, pasipo maono watu hushindwa au huacha kujizuia. Kwa hiyo kama utakuwa na maono au na hayo malengo ulionayo, utaweza kujizuia vitu vingi. Mwingine weka malengo yako kwamba kabla huu mwaka hujaisha nataka ni save hela zangu, niweze kutimiza labda milioni 10 au niweze kufikisha milioni 1. Kwa hiyo unaweka utaratibu kwenye kila 1000 ninayoipata. Malengo nilionayo ni kuweka. Kwa hiyo utaweka hata 200. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Kwa sababu wewe mwenyewe umeshindwa kuvifanya mwenyewe, ndio maana tunarudi kwenye kuomba. Kwa hiyo andika, hakikisha unaombea, hakikisha unafuatilia. Sasa turudi kwenye somo letu la siku ya leo. Leo tunaenda kuombea maombi yetu 12 na malengo tulionayo. Tunaomba Mungu ayafanikishe na tunaomba Mungu atuongeze. Naomba nisomee Yeremia 32 mstari wa 27. Yeremia 32 mstari wa 27. Tazama, mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Rudia tena. Tazama, mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma kwenye Yeremia 32 mstari wa 27, neno la Mungu linasema hivi, tazama, mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema na sisi usiku wa leo. Mungu anasema na wewe, mtu wa Mungu unayenisikiliza, ya kwamba tazama, manake angalia. Manake angalia hiki kwa bidii. Angalia hiki kwa makini, tazama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, mimi Mungu ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Manake Mungu anakuonyesha ukuu wake. Mungu anakuonyesha namna ambavyo yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Ya kwamba chochote chenye mwili unachokiona kwenye hii dunia ni cha kwake yeye Mungu. Chochote chenye mwili unachokiona kwenye huu ulimwengu ni cha yeye Mungu. Hadi wewe na familia yako ni wa Mungu. Hadi maraisi, wafalme wakuu unaowaona ni wa Mungu. Ndio maana anakuuliza hivi, je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Ameweka alama ya kuuliza, anakuuliza swali. Ukimwangalia Mungu katika ukubwa wake, ukimwangalia Mungu katika ufalme wake, ukimwangalia Mungu katika uweza wake, je, kuna neno lolote asiloliweza? Sasa mtu wa Mungu, angalia maombi yako yote 12 uliyoandika. Jambo gani gumu ambalo wewe unaona Mungu aliwezi? Ugonjwa gani mgumu ambao unaona yeye Mungu hawezi kukuponya? Tatizo gani ambalo wewe mtu wa Mungu unalo ambalo unaona Mungu hawezi kukusaidia? Kutokana na ukubwa wa huyu Mungu tunayemhubiri, kutokana na huyu Mungu ambaye wewe umemsikia, je, kuna jambo gumu lolote asiloliweza? Kama hakuna ambalo Mungu haliwezi, Mungu hataweza kujibu ombi lako la kwanza? Anaweza. Mungu atashindwa kujibu ombi lako la pili? Ashindwe. Mungu atashindwa kujibu ombi lako la 5? Ashindwe. Mungu atashindwa kujibu ombi lako la 12? Ashindwe. Kwa hiyo hakuna jambo lolote ambalo wewe umeliomba mbele za Bwana akashindwa kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kama mtu wa Mungu unaomba, unasumbuliwa, wewe umeitwa tasa au unajiona ni mgumba, umekaa muda mrefu umeshindwa kupata uzao, tazama, hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Leo tunapomuomba tena, Mungu atakujibu. Amen. Mwingine unaona kwenye familia yenu ni umaskini. Mwingine umejawa na madeni, hauoni mlango kabisa wa kumaliza hayo madeni. Moyo wako unaugua na maumivu. Moyo wako umekata tamaa. Mungu anakuuliza, je, kuna jambo gani
gani gumu mimi nisiloliweza? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu anasema hivi, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Kwa hiyo Mungu anatuita leo, usiku wa leo, ya kwamba twende kwake yeye Mungu. Wote tunaolemewa, wote tulio na mahitaji, wote ambao tunanyanyasika kwenye mioyo, wote ambao tunatamani kuona mabadiliko, wote Mungu anatuita njooni kwangu mimi. Kwa hiyo usiku wa leo, mimi na wewe mtu wa Mungu, pamoja na mahitaji tulio nayo, wote twendeni mbele zake. Twende mbele za Mungu, tumwambie Mungu, maombi yangu ni haya, tumekuja kwako, ninaomba unisaidie, nina madonda yasiyopona, nina madonda kwenye mwili, nilipata ajali, nimehangaika, viungo vyangu havijakaa sawa. Twende mbele zake usiku wa leo. Twende na maombi tulio nayo, mtu wa Mungu. Mwingine unalia na umekata tamaa. Kwa sababu gani? Unaona familia inakuelemea, mtu wa Mungu. Unaona magumu yanakuelemea, mtu wa Mungu. Yaandike kwenye karatasi yako. Yaandike kwenye maombi yako. Wote leo twende nazo mbele za Mungu. Mtwike yeye, mwachie yeye. Twende mbele zake, tuwe tunamkumbusha, tusichoke. Siku hii imewekwa maalum kwa ajili ya mimi na wewe kusaidiana. Kumwambia Mungu, tumeandika, utusaidie. Mungu, hili ombi ninaliomba, huu ni mwaka wa 6. Mwingine anamwomba Mungu ombi lile. Mtu analia, anaomba kwa habari ya ndoa, hajaiona ndoa mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Umekata tamaa. Unasema mimi nina gundu. Unasema mimi sipendeki. Unasema mimi Mungu akuniekea mwenza. Sio kweli. Mungu anasema njooni kwangu. Nyinyi nyote mnaosumbuka. Jambo gani linakusumbua ndani ya moyo wako, mtu wa Mungu? Jambo gani linakutisha kwenye moyo wako, mtu wa Mungu? Jambo gani linakutikisa moyo kwa hofu, mtu wa Mungu? Jambo gani linakuumiza, unalia na kulia, umekata tamaa mpaka unasema wewe ni wa hivi? Jambo gani, mtu wa Mungu? Leo twende mbele zake. Tumtwike yeye Mungu fadhaa zetu zote. Tumtwike yeye Mungu maumivu yetu yote, mtu wa Mungu. Usiku wa leo Mungu anataka upone moyo wako. Upone moyo wako. Moyo wako umeinama, moyo wako unaugua, moyo wako umebeba mambo magumu, mambo makubwa, auoni mlango. Leo utaona mlango wa Mungu unakufungukia. Leo utaona mlango wa Mungu unakutokelezea. Leo utaona Mungu anakuingiza kwenye hatua nyingine. Ngoja dada Kristo, naomba nisomee Zaburi 118 mstari wa 25. Zaburi 118 mstari wa 25. Bwana utuokoe, twakusii. Bwana utufanikishe, twakusii. Soma tena. Bwana utuokoe, twakusii. Bwana utufanikishe, twakusii. Ukisoma kwenye hii Zaburi ya 118 mstari wa 25, neno la Mungu linasema hivi. Mtu wa Mungu, Bwana utuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona pale kuna mkato. Bwana utuokoe, twakusii. Manake unaenda mbele za Mungu na changamoto ulionayo. Unaenda mbele za Mungu na mahitaji ulionayo. Unaenda mbele za Mungu na huzuni ulionayo. Ndio maana anasema Bwana, mkato, utuokoe, twakusii. Manake Mungu wetu, Mungu wa wote wenye mwili, Mungu mwenye uweza, Mungu ambaye hakuna gumu lisilowezekana mbele zako, uniokoe, twakusii. Jibu ombi langu la kwanza. Jibu ombi langu la pili. Jibu maombi yangu. Malengo yangu Mungu. Angalia hizi gharama zinazohitajika ili niweze kutimiza project nilionayo Mungu. Ninahitaji kiwango hiki Bwana, nakusii, nisaidie. Ndio maana nimekuambia hivi, Mungu anasema njooni kwangu. Ndio maana tunatoka usiku wa leo tunaenda mbele zake. Tunamwambia Mungu, hatuna msaada. Wanadamu wamekataa kutusaidia. Kwa wanadamu tumeonekana ni mizigo. Tunarudi mbele zako, twakusii, utuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndicho tutakachokifanya mbele za Mungu. Ndicho tutakachoomba mbele za Mungu. Mwingine unaona
Uchawi kwenye malango ya familia yako umekuwa mwingi. Uchawi umeganda kama ukoko. Magumu yanakupata, yanaandamana. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya kutisha yanaambatana na wewe, unatetemeka. Leo nenda mbele za Mungu. Mwambie hivi, Bwana, utufanikishe, twakusii. Leo mimi na wewe ndicho tutakachomwambia Mungu. Twakusii, utuokoe. Twakusii, utufanikishe. Badilisha hali ya maisha yetu, Mungu Mwenyezi. Badilisha hali ya changamoto zetu, Mungu wewe unayeweza. Usipotusaidia wewe Mungu, hakuna atakayeweza kutusaidia. Hakuna atakayeweza kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutaenda kumwomba Mungu kama kweli unao uhitaji na uoni mtu mwingine wa kukusaidia. Leo wote twende mbele za Mungu. Mwambie Mungu, badilisha hali yangu ya uchumi. Naona wengine mmechoka ndani ya mioyo yenu. Mmekata tamaa. Uoni riziki yako ya kila siku. Uoni mafanikio, mtu wa Mungu. Mwingine unasema hela ya kula ninayo, lakini hela ya maendeleo sina. Mwingine unasema sina tu hivyo, hela ya kula sina, lakini nina watoto wanaenda shule, sina ada. Mizigo imekuwa mizito kwenye mabega. Bwana Yesu asifiwe. Mizigo imekuwa mizito kwenye mioyo yetu. Leo mtu wa Mungu, wote tutaenda kulia mbele za Bwana. Mwingine sasa hivi unanisikia sauti hii, ndoa yako, mtu wa Mungu, changamoto, baba na mama mmeshatengana. Unazungumza na mwenzako, akuelewi kabisa, ujui nini kimewakumba. Wengine mioyo inavuja damu. Watu uliowategemea watakusaidia wamekukimbia. Mtu wa Mungu, sikia sauti hii, nenda mbele za Bwana. Nenda mbele za Bwana. Nenda mbele za msalaba wa Bwana. Nenda kwenye maombi kwa Bwana. Mwambie Mungu hali ulionayo. Mwambie Mungu magumu ulionayo. Mwelezee yeye, mtu wa Mungu. Ndio maana anasema unikumbushe, tuojiane. Kuojiana ni kuzungumza. Eleza mambo yako niweze kukupa haki yako. Mwambie Mungu, nimekuja kwako. Mimi sina msaada mwingine, Mungu wangu. Mimi sina tumaini jingine, Mungu wangu. Angalia hali ya maisha yangu, Mungu wangu. Angalia mahali nilipo, Mungu wangu. Uchumi umegoma, Mungu wangu. Nimeomba kazi, huu ni mwaka wa 12 sipati kazi, Mungu wangu. Hadi nasahau Bwana keria nilio nayo. Hadi kumbukumbu za shule nasahau, Mungu. Hadi kufanya interview sijui wanafanyaje. Mwingine mwambie Mungu kwa habari ya biashara yako. Mungu, biashara nimeanza, hakuna wateja, Mungu. Sina msaada mwingine, Bwana. Sijui naelekea wapi, Bwana. Mwingine umefungua kampuni yako. Unamwambia Mungu, nimefungua Jumatatu, nimefungua Jumanne, Jumatano, simuoni mwekezaji, Mungu. Baba, ninaangamia. Sina wa kumtika mzigo huu. Sina wa kumwambia huzuni hii akanielewa. Nimeomba, wanadamu wamenichoka. Baba, narudi kwako. Hili ni ombi langu la 6, Bwana. Hili ni ombi langu la 8, Bwana. Haya ni maombi yangu, Bwana. Haya ni malengo yangu, Bwana. Unisaidie na kusii. Unisaidie na kusii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote kwa pamoja tutamwomba Bwana usiku wa leo. Wote kwa pamoja tutalitia jina la Bwana usiku wa leo. Mwingine unasema nafanya biashara haitoki. Mwingine unasema naumwa, sijui naumwa nini. Nimeenda hospitali, nimepima kila vipimo, sio ni majibu. Mwingine unajaribu, nimeleta pata pesa kidogo, wamenitapeli. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema nilikopa nikaika kwenye biashara, hela imepotea, nimebaki na deni, hakuna future. Watu mmechoka. Najua umechoka. Najua umekata tamaa. Najua hauoni msaada, lakini sikia sauti. Sikia sauti, nikwambie, yupo Yesu. Yesu aliyekuumba anajua. Yesu aliyekuumba anakujua. Leo tunaenda tena mbele zake. Leo tunaenda tena mbele zake. Naomba nisomee Mwanzo 12 mstari wa 2 alafu tukaombe. Mwanzo 12 mstari wa 2. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Soma tena, Kristo.
nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu wa Mungu, tutakapoenda kumwomba Mungu, Mungu ndio atatufanya hivi. Kutoka kwenye Mwanzo 12 mstari wa 2. Anasema hivi, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Haijalishi unapitia kwenye magumu kiasi gani. Haijalishi umekata tamaa kiasi gani. Haijalishi familia yako inaangamia kiasi gani. Haijalishi unaona magumu mbele yako kiasi gani. Lakini kama utadumu kwenye maombi, kama utadumu kwenye maombi, mtu wa Mungu, kama utaendelea kuliitia jina lake, mtu wa Mungu, Baba anasema hivi, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Maana yake Mungu atakujibu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake Mungu atakuongeza, mtu wa Mungu. Maana yake Mungu atakutoa mahali ulipo, mtu wa Mungu. Maana yake Mungu ataondoa magumu ulio nayo, mtu wa Mungu. Mungu atageuza uteka ulioupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Manake Mungu atakubariki. Kubarikiwa ni kupata mafanikio, mtu wa Mungu. Kubarikiwa ni kujibiwa maombi yako, mtu wa Mungu. Kubarikiwa ni kujibiwa hitaji ulilo nalo, mtu wa Mungu. Kubarikiwa ni kutuliwa mzigo ulionao, mtu wa Mungu. Usiku wa leo nila iliyo kwenye mabega yako itaondoka, mtu wa Mungu. Unyonge ulio kwenye moyo wako utaondoka, mtu wa Mungu. Lakini naomba nikutie moyo, usikate tamaa. Shika maombi yako 12. Shika na malengo yako. Usikate tamaa. Hatutakata tamaa. Hata kama tumeambiwa haiwezekani. Ndio maana kabla sijakwambia neno lingine nimekuambia, je, kuna jambo gani gumu ambalo Mungu aliwezi? Hata kama umeambiwa haiwezekani, mtu wa Mungu. Hata kama umelaaniwa na umesikia maneno ya laana zao. Hata kama umecholewa mistari mbele ya macho yako, mtu wa Mungu. Hata kama wamekutupia maneno mabaya, wamekuonyesha haiwezekani, au ni wanadamu, mtu wa Mungu. Kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa Mungu yote yanafanikiwa. Kwa Mungu vyote vinainuliwa. Leo geuza moyo wako, muangalie Mungu. Leo geuza nia yako, muangalie Mungu. Alafu usinungunike. Ojiana naye. Muelezee Mungu. Mwambie, maisha yangu yamebadilika ghafla, Mungu. Tumaini langu limezima ghafla, Mungu. Sielewi, sijui, vita yangu ni kubwa, Mungu. Sina mtu mwingine ninayemjua, Bwana. Mimi ninakujua wewe, na wewe umeniambia wewe ndio umeniumba mimi. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Nani Mungu ambaye anaweza kusimama mbele zako? Nani ana nguvu kuliko wewe, Mungu? Wewe Mungu, kila kitu kinakutii. Fulani ndio anaweza sikutii wewe. Fulani ndio anaweza kanitisha mimi. Mimi siwezi kumjibu wewe, lakini Mungu wewe unaweza ukamjibu. Mimi siwezi kubadilisha changamoto nilio nayo, lakini wewe Mungu unaweza. Mimi siwezi kuondoa hofu nilio nayo, lakini Mungu wewe unaweza. Naomba nione badiliko. Twakusii. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyanyua maombi yako mbele za Mungu. Nyanyua maombi yako mbele za Mungu. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru. Nasema asante kwa ajili ya muda huu. Nasema asante kwa ajili ya muda huu. Nasema asante kwa ajili ya muda huu. Nanyanyua maombi yangu haya 12. Nanyanyua malengo yangu haya nilionayo. Ninakuangalia wewe usiku wa leo. Ninakutegemea wewe usiku wa leo. Ninakuja kwako kama neno lako linavyosema ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo ya mafanikio, na mizigo ya umaskini, na mizigo ya magonjwa,
na magonjwa na mizigo ya changamoto zote. Nami Mungu nitawapumzisha. Usiku wa leo tunaleta kwako haya maombi yetu 12. Tunaleta kwako haya malengo yetu tuliyoyaandika. Tunakuomba, twakusihi, utusaidie, utuangalie, utuitikie, utuinue, utuponye, utusaidie. Ujibu Bwana Yesu maombi yetu haya 12. Jibu ombi la kwanza, jibu ombi la pili, jibu ombi la tatu, jibu ombi la nne, jibu ombi la tano, jibu ombi la sita. Twakusihi, utujibu Baba, twakusihi, utusaidie Baba. Jibu ombi la saba, jibu ombi la nane, jibu ombi la tisa, jibu ombi la 10, jibu ombi la 11, jibu ombi la 12, twakusihi, utuokoe, twakusihi, utusaidie. Nenda mbele za Mungu, omba. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako, tunakusihi utusaidie, tunakusihi utujibu, tunakusihi utujibu. Wewe umesema hakuna jambo lililo gumu kwako Bwana, nasi leo tunakuja, tunaleta maombi yetu mbele zako, tunaomba utujibu, tunaomba utusikie, tunaomba utusaidie, Baba, katika jina la Yesu. Baba, tunakusihi utusaidie, Baba, tunakusihi utujibu. Jibu ombi letu la kwanza, jibu ombi letu la pili, jibu ombi letu la tatu, jibu ombi letu la nne, la tano na la sita, la saba na la nane, la tisa na la 10, la 11 na la 12. Baba, utujibu, Baba, utujibu, Baba, utujibu. Tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye maombi yote tuliyoyaandika. Tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye maombi yote tuliyoyaandika. Tunayainua mbele zako, tunayainua mbele zako, tunayainua mbele zako. Tazama Bwana, hatuna Mungu mwingine anayeweza kutusaidia, hatuna Mungu mwingine anayeweza kutujibu. Sisi tumebaki nawe, sisi tuna wewe peke yako. Tunakuja mbele zako, tunaleta haja zetu, tunaleta mahitaji yetu, tunakuamini, tunakusihi utusikie, utusaidie Bwana, utusaidie Bwana, utusaidie Bwana. Badili hali zetu, badili hali zetu, badili hali zetu. Tunakutegemea wewe, tunakutegemea wewe, tunakuangalia wewe. Rekomanda kabade, rekomanda kabade, rekomanda kabade, rekomanda kabade, rekomanda kabade, rekomanda kabade, rekomasa kapaya, rekomanda kabade, rekomanda kabade, rekomanda kabade, rekomanda kababa, rekobaba baba, rekobaba baba, rekobaba baba. Omba mtu wa Mungu, omba, omba mtu wa Mungu, omba, omba mtu wa Mungu, omba baba baba, rababa baba, rakababa baba, rekomanda kababa baba, rakamanda kabade, rekomasa kaparamande, rekomasa kaparamande, orakababa baba, rababa baba, rababa baba, endelea kuomba, endelea kuomba, usiache, endelea kuomba, usiache, endelea kuomba, usiache, endelea kuomba, usiache. Rekomanda kabade, rekomasa kapapa. Omba mtu wa Mungu, omba. Gusa Bwana maombi yetu, gusa Bwana changamoto tulizo nazo, tusaidie Yesu, tusaidie Yesu, tusaidie Yesu, tusaidie Yesu, tuonekanie, tutokeleze
utaturudishia ile miaka iliyoliwa na nzige na tunutu na madumadu na parare. Maana wewe unaweza kufanya urejesho. Basi Bwana, tunakuomba uturejeshe ile miaka iliyoliwa na nzige na tunutu na madumadu na parare. Uturejeshe utujibu Bwana, utujibu Bwana, utujibu Bwana, utujibu Bwana, utujibu Yesu. Baba turejeshe, Baba turejeshe ule utajiri, ile amani, ile furaha ya wokovu wako. Baba turejeshe ile afya katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakushukuru. Ninasema asante. Ninanyanyua malengo yangu nilionayo. Ninakuomba unifanikishe. Ninakuomba uniongeze katika jina la Yesu. Ninaomba baraka zako kwenye malengo yangu. Ninaomba kufanikishiwa kwenye malengo yangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Neno lako linasema yote yanawezekana mbele zako. Hakuna neno lisilowezekana mbele zako. Baba, ninaombea malengo yangu, malengo ya ndoa, malengo ya kazi, malengo ya mafanikio, malengo ya ujenzi, kununua kiwanja, kununua gari, kununua nguo, kuanza biashara, kuanza kipaji, kutanuka, kwenda nchi za nje. Katika jina la Yesu, naweka malengo yangu, malengo ya kusafiri, malengo ya kuongezeka, malengo ya kulima, kuanza mifugo, kuongezeka, kutafuta wateja katika jina la Yesu, kuhama hapa, kuhamia kwenye nyumba yangu, kuhamia mji mwingine, kupata promotion, kuhamishwa kazi katika jina la Yesu. Malengo nilionayo ya kurudi shule, malengo nilionayo kufanya masters, kufanya PhD katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Malengo nilionayo kuanza kusoma neno, kuanza kuwa mpole, kuwa mnyenyekevu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kupunguza ukali, kuwa msikivu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba fanikisha malengo yangu, malengo yangu, malengo yangu, malengo yangu katika jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba kwa ajili ya ninaomba unisaidie niweze kufanikisha malengo yangu. Baba, ninaomba unisaidie. Nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, uniguse Yesu. Nyosha mkono wako, uguse malengo yangu. Nyosha mkono wako, uniguse Yesu. Ninainua malengo yangu mbele zako, ninainua maono yangu mbele zako. Nisaidie Yesu, unijibu Yesu, nishike mkono, nitie nguvu ili Yesu nifikie malengo yangu. Yesu, nitie nguvu. Yesu, nishike mkono kwa habari ya mji huu. Nisaidie kwa habari ya familia yangu. Yesu, nisaidie kwa habari ya kumaliza ujenzi. Yesu, nisaidie kwa habari ya kupata kazi. Yesu, nisaidie katika jina la Yesu Kristo. Nyanyua maombi yako 12 pamoja na malengo yako. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba unifanikishe kwenye maombi yangu. Ninaomba baraka zako zije kwenye maombi yangu. Umesema kwenye Yeremia 32 mstari wa 27, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu
kuna neno gumu lolote nisiloliweza. Mungu ninajua hakuna lisilowezekana mbele zako. Kwa hiyo Mungu unao uwezo wa kunijibu maombi yangu haya 12. Unao uwezo wa kunifanikishia malengo yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maana imeandikwa kwenye Mwanzo 12 mstari wa pili, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Ninakuomba unifanye mimi kuwa taifa kubwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umesema na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Ninaomba baraka zako kwenye maombi yangu, ninaomba baraka zako kwenye malengo yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bariki ombi langu la kwanza, bariki ombi langu la pili, bariki ombi langu la tatu, na la nne, na la tano, na la sita, na la saba, na la nane, na la tisa, na la kumi, na la 11, na la 12. Ninaomba nione baraka zako, ninaomba nione ukinikuza na kuniongeza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nyanyua sadaka yako, mtu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sadaka hizi ambazo watoto zako wamezinyanyua. Mungu, sadaka hizi tunazipeleka kwenye maombi yetu 12. Tunapeleka kwenye maombi yetu, tuone ukituongeza, tuone ukitufanikisha katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa sadaka hizi ambazo watoto zako wamezinyanyua. Mungu, ninaomba ukabariki sadaka zao. Mungu, ninaomba ukapokea sadaka zao. Mungu, ninaomba ukasikie sauti na maneno walizonenea sadaka zao katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunapoachia sadaka hizi kwenye madhabahu yako, ukatukumbuke Bwana, ukatusaidie Bwana, ukaondoe dhiki tulizo nazo, ukaondoe mateso tulio nayo, ukaondoe maumivu kwenye mioyo tulio nayo, ukaondoe kukata tamaa tuliko nako, ukatusaidie Bwana. Nuru yako ikawake kwa upya kwenye maisha yetu, nuru yako ikawake kwa upya kwenye maisha yetu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena 0716052202. Lakini pia kama hujaokoka na unasema unataka kuokoka, mtu wa Mungu, kuokoka sio dini mpya. Kuokoka ni kumkubali huyu Yesu tunayemhubiri, anaingia ndani ya moyo wako, anafanyika kuwa kwako, mnakuwa wamoja, anatembea na wewe na anaweza kukujibu yote unayomuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama unataka kuokoka, fuata sala hii, sema: Bwana Yesu, ninakushukuru usiku wa leo, ninakupokea wewe. Bwana Yesu, ingia moyoni mwangu, ingia moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa mimi niwe wako na wewe uwe wangu, katika jina la Yesu. Amen. Basi kama umefuata sala hii, utatutumia jina lako ili tuweze kukuombea na kuendelea kukuombea kwenye hizi namba 0655 108869 0655 108869 au 0716052202. Lakini pia kama una changamoto yoyote, unahitaji maombi ya ziada, Bwana Yesu asifiwe sana, utatupigia kwenye hizo namba 0655108869 au 0716052202 0716052202, na tutakupokea na tutaweza kukuhudumia kwa jina la Yesu. Amen.